anaweza. Naye Yesu hali akifahamu hayo, akaondoka huko, na watu wengi wakamfuata, akawaponya wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hajatuambia kwenye ile karatasi ulikuwa umeandika nini, maana hakuna aliyesoma. Uliandika nini? Maana mimi sikusoma. Simama tu hapo tusikie uliandika nini kwenye hiyo karatasi. Kwenye karatasi niliandika, kulikuwa kuna changamoto nyingine ndogo kunisumbua, nilikuwa nikisikia tu tumboni vitu vinacheza. Niliandika hiyo hali. Ilifanyikaje ulipoandika? Wakati unaniambia niangalie karatasi, mimi nilianza kusikia tu vitu. Nilianza kusikia kama kuna mtu fulani ndani inanivuta. Kama najikuta tu katoka na machozi. Mimi sikuelewa sasa. Ukuelewa? Sasa nataka tukwambie kilichokuwa kinaendelea, au unataka kujua? Unataka kujua? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaweza tukaelewa sasa kwamba bila kumfuata Yesu na mtu wa Mungu kunaweza kukawa na matatizo ya siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Mengine pengine tutazungumza kwa siku zingine. Haleluya. Nataka tuishie hapa siku ya leo. Wengine tumekuwa nao usiku ulioisha, kwa kwenye maombi hapa, kwa tunawaombea watu wa diaspora kule. Amina. Amina. Kwa hiyo mpendo anasema mengine hajui hata kwamba pengine sisi tulijua alizaliwa siku hazijafika. Amina. Hayo yote ni mambo yaliyosikilika, lakini Yesu waliomfuata aliwaponya wote. Sisi tulijua kwamba hata kuzaliwa kwenu kulikuwa ni changamoto, tulijua hayo, lakini bado kuna mambo mengi tuliyojua kutoka kwa wanaofanya hayo mambo. Tukajua na kwamba ulikuwa unamfungisha maombi mume wako, sijui ni wale walikuwa wanamfungisha maombi naye akawa anafunga tu. Sasa kama umefungisha maombi, sinabidi ufunge. Kama alijaribu na kuletewa chakula akifukuza, sasa si amefungisha maombi, wewe unakulaje? Inabidi kuendelea na maombi. Naye Yesu hali akifanya nini? Akifahamu hayo. Sasa tunaweza tukajifunza kitu hapa. Kama mpaka umeshikiliwa kwenye hatua hiyo na umekuwa mtu unaenda kanisani, tunaona umuhimu wa kujisalimisha. Kuna mambo mengi Yesu anaweza akayafanya, lakini bila kujisalimisha unakufa na shida yako. Nataka tuishie hapa siku ya leo. Sasa sijajua kama uko tayari kuombewa.